إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuweka toka Ramadhani iliyopita mpaka Ramadhani hii kuifikia. Ni fadhila zake Allah. Na Ramadhani zilizopita ilikuwa kila siku ya Ijumaa. Sheikh aliniomba nije nizungumze na Waislamu kila siku ya Ijumaa ya Ramadhani tu. Lakini Sheikh Othman nikamkubalia. Hii Ramadhani sijui ya ngapi. Ramadhani iliyopita tulichukua sura An-Nisa. Nimekumbushwa hivyo. Tukafika aya 57. Wamenishauri tuendelee hapo hapo tulipofika aya 58 ya sura An-Nisa. Kaambia insha Allah takuwapo kwa muda wa saa moja sana na dakika 5 mpaka 10. Ikifika 12 kasorobo itabidi tufunge darsa ya leo, tuje tuonane Ijumaa inayofika, kwa sababu naenda mbali na njia jioni huwa ina crowd kubwa, na kwenda Bububu na njia hii zote mbili nzito. Kwa hivyo kwa muda saa moja, ingawa dakika 30 nafika mpaka 35, tuweke saa moja. Kwa hivyo tukifika saa 12 kasoro dakika 15 itakuwa ndo mwisho. Kwa sasa hivi tuna saa moja na dakika 10, zitatosha inshallah. Tunaweza tukapata. Kwa hivyo darasa leo tutaanzia inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nasi an tahkumu bil 'adl inna Allaha ya'idhukum bih inna Allaha kana sami'an basira. Aya hii ina sababu ya kuteremshwa kwake. Qur'ani ilikuwa inateremshwa kwa sababu au bila ya sababu. Kwa sababu huwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kaulizwa suala, ikawa analijibu baada ya kuteremshiwa jawabu ya suala lile. Au yametokea matatizo kwa sahaba, wakawa haona ufafanuzi, Allah akamwambia Muhammad litatue hivi. Au sababu yoyote iliyotokezea ikabidi mtume aelekezwe. Lakini wakati mwingine inaweza ikateremka bila sababu, ni mawaidha. Sasa aya hii ina sababu ya kuteremshwa kwake. Inna Allaha ya'murukum an tuaddu al-amanati ila ahliha wa idha hakamtum bayna an-nas an tahkumu bil 'adl inna Allaha
yaidhukum bi inna Allaha kana samian basira. Sababu ya kuteremka aya hii baada ya fathu Makkah, ufunguzi wa Makkah. Mkieleza ufunguzi wa Makkah una sababu zake kule, na sababu kubwa tokea mkataba uliojazwa katika Hudaybiyah ulikuwa ni sababu ya ufunguzi wa Makkah, kwa sababu masharti waliowekeana baina Makuraishi na Mtume yaliwashinda. Ikabidi Mtume ende akaufungue Makkah kwa kushindwa masharti. Kwa hivyo Mtume ilikuwa ni rahisi kwake, kwa sababu wao ndo waloanza kuvunja ule mkataba wa Hudaybiyah. Sasa Mtume ilikuwa hana kipingamizi, ni kwenda wakakubali tu. Akaifungua Makkah, na kama tunavyojua katika tarehe, ndani ya Al-Kaaba, ile Al-Kaaba, maana ile sikiti kubwa ilikuwa bado halijajengwa, kwa wale kwenda Makkah wakaliona, mlikuwa na masanamu inasemekana 360. Kila sanamu lina kazi yake, kila mungu anatoa. Ukitaka mtoto unakwenda kwa sanamu kuomba, ukitaka njaa iondoke unakwenda kwa sanamu, ukitaka hichi, wataka safiri ulinzi unakwenda kwa sanamu, unaenda. Kila moja lilikuwa na kazi yake, walikuwa kiajua wenyewe. Sasa baada ya kuifungua Makkah, ilikuwa imefungwa Al-Kaaba, ilikuwa imefungwa. Sasa tunataka tukayavunje hayo masanamu yaliyo ndani, tuyavunje masanamu yaliyo ndani. Lazima tupate ufunguo wa kufungua Al-Kaaba. Natoka huko katika jahiliya, ufunguo huu ulikuwa katika tumbo la Uthman bin Talha. Nasemekana mpaka leo tumbo hilo lipo na ndio lenye kukamata ufunguo wa Al-Kaaba. Hauko kwa mfalme Salman wala waliopita. Yeye akitaka kuingia Al-Kaaba anapeleka habari kwa tumbo la Uthman bin Talha, siku fulani inakuja, anaenda kufunguliwa. Sasa tutaingia vipi? Ikabidi akaagizwa sahaba aende kwa Uthman bin Talha, la'allahu Uthman au Ali au Umar, lakini katika masahaba wanne, nenda akachukue ufunguo kwa Uthman bin Talha, tumalize kazi yetu hii. Akatoka Saidna Uthman, natumai, au Umar au Ali, maana sina uhakika, sikuambiwa tunakuja kusoma wapi, lakini tusoma katika sharh tutamjua nani alokwenda katika hao. Kwenda kila alikuwa hajaslimu, vitabu vingine nasema alishaslimu, lakini riwaya iliyokuwa sahihi hakuslimu, bado alikuwa hajaslimu Uthman bin Talha. Kwenda akagoma kwanza, kakataa, msimfahamu Muhammad. Sasa una nguvu gani wewe? Hiyo Maka yenyewe ishatekwa, hiyo Maka yenyewe ishatekwa, utazuia ufunguo? Kwa hivyo akautoa, inaweza kusema kwa Kiswahili, kwa shingo upande. Ikenda ikafunguliwa Al-Kaaba, yakavunjwa masanamu yaliomo, na huko pembeni bila shaka ilikuwa tayari. Ndo pale linavunjwa sanamu, inasoma jaa al-haq wa zahaqa al-batil inna al-batila kana zahuqa, yakavunjwa yote, ikasafishwa Al-Kaaba na masanamu. Hurru Makkah sasa hivi ishaingia katika mikono ya Waislamu.
Sasa ule ufunguo ule ilikuwa na haki mtume abaki nao, ikateremka aya hii. Kwa hivyo hii imeteremka kwa kurejesha ufunguo wa Kaaba kwa Uthman bin Talha. Akaambiwa, inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, ya'murukum, ana kuamrisheni, hasa wewe uliotuma ufunguo ukachukuliwe, an tuaddu al-amanati ila ahliha, ukarejeshe amana ya watu kwa wenyewe. Ilikuwa na haki mtume kukaa nao, lakini tena yuko Madina, wakitaka watu wafuate ufunguo Madina. Na katika riwaya wapelekee wenyewe, na atakaye mnyang'anya ufunguo huyo dhalim. Riwaya hiyo ipo. Kwa hivyo hata ufalme hauna haki ya kuchukua ufunguo. Ndo sahihi. Wao wafate yale maneno ya mtume na kukabidhi ufunguo huu kwa amri ya Allah. Atakaye kuja kunyang'anya yoyote, huyo dhalim. Mpaka leo heshima tumbo hili ipo, na ufunguo ingawa hata zimebadilishwa sasa hivi ziko za nini, kama ilikuwa ya majiti wakati huo, ya chuma au ya nini, lakini bado Kaaba ipo. Kila miaka inatengenezwa, kila miaka lakini bado mlango una funguo. Kwa hivyo ufunguo uko kwa tumbo la Uthman bin Talha mpaka hii leo, na hakuna jabari atokoweza kwenda kunyang'anya ukoo huu, kwa sababu umekabidhiwa na Mwenyezi Mungu kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ikateremka aya hii, inna Allaha ya'murukum, hakika Mwenyezi Mungu anakuamrisheni. Anaamrishwa mtume, ndio alokwenda uchukua ufunguo, an tuaddu al-amanati ila ahliha, murejeshe ufunguo wa watu kwa wenyewe. Sikai nao Muhammad, wa idha hakamtum baina an-nasi, na wakati mkihukumiana baina ya watu, an tahkumu bil adl, muhukumu kwa uadilifu. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, neema yaidhukum bih, ni mbora yeye anakuamrisheni hivyo. Peleka ufunguo na ukihukumu, hukumu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha, hakika Mwenyezi Mungu, kana samian basira, amekuwa yeye ni mwenye kusikia na anaona kila linalofanyika. Ufunguo ukienda ukarejeshwa kwa Uthman bin Talha, na akabaki nao mpaka hii leo, bado hajanyang'anya, na hakuna wa kumnyang'anya. Atemnyang'anya ni dhalim, na hadithi hiyo ni sahihi. Hata ufalme unaoheshimu ufunguo huu. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atiu Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa atiu rasula, na mtiini mtume amri zake, wa ulul amri minkum, na wenye mamlaka juu yenu watiini. Hapa nitasimama kidogo. Atiu zimerejeshwa mara mbili, lakini amri ya kutii ni watatu. Watatu hakurejeshewa atiu. Atiu Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa atiu rasula, na mtiini mtume, kwa sababu mtume hatuamrisha lilokuwa silo liloamrisha Allah. Lakini ilipokuja wa ulul amri minkum,
na wenye mamlaka kwenu. Wafasiri wanasema kwa nini haikurejesha wa ati'u ulil amri minkum? Kwa sababu wao wanaweza wakaamrisha lilokuwa halendi taratibu za Allah na mtume, ndio maana ati'u haikurejeshwa. Hiyo ndio sababu kubwa. Litizameni lile analokuamrisheni la kutiiwa, mtiini. Si la kutiiwa, khalifuni. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Kama amri inakwenda katika maasiya ya Allah aliyeumba, maasiya ya kumuasi mtume, hapana taa hapo. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna kutiiwa aliyeumbwa. Hilo aliloamrisha kama linakwenda kinyume kumuasi aliyeumba, hilo halitiiwi. Ndio maana ati'u haikurejeshwa. Tafsiri utakuta inasema hivyo. Lakini wa ulil amri na ana haki kutiiwa. Ulil amri ana haki kutiiwa, ila tu asiamrishe lilokuwa silo lalo alotaka Allah, alotaka mtume sallallahu alaihi wasallam. Amri ambayo ina khalif hiyo ndio ikaja ya ayyuhalladhina amanu, enyi mloamini, ati'u Allah, mtiini Mwenyezi Mungu, wa ati'u Rasul, taa wajib kwa hawa. Kwa ulul amr wana mamlaka kwenu, huyo litizame, alendi katika khilafu, linakwenda katika khilafu, ndio ikaja wa ulul amri minkum, wa ulil amri minkum, na wale wenye amri kwenu muatii. Na hii inakuja toka kiongozi wa juu mpaka wakati mpaka mawizara, ni kiongozi yule, mpaka nyumba 10 mpaka nyumba yako ndani yako, mpaka kitongoji alowekwa pale, anaamrisha nini? Silo, mfahamisheni, mbona huko tunakokwenda siko kwa mujibu wa dini yetu. Kwa hapa sisi hatutai, hakuna kosa mbele ya dini. Ndivyo alivyosema Allah, fa in tanaza'tum fi shay'in, kama mtabishana. Tanazo ni kugombana, kubishana, kutokufahamiana. Tanazo, munazaa, hapa fahamiani. Kama mtagongana kwa jambo, farudduhu ila Allahi war rasul, lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu, lirejesheni kwa Mtume Muhammad, rejesheni katika kitabu, rejesheni katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako waliokwenda na ijtihadi na ijmaa inaingia hapa. Kwa nini ikaingia hiyo? Na hapa ati'u Allah wa ati'u Rasul wa ulil amri fa in tanaza'tum fi shay'in faruddu ila Allah bas. Na wako waliochukua hapa faruddu ila Allah wa Rasul, hakuna ijmaa, hakuna muwafaqa, hakuna ijtihadi. Ijtihadi inaingia, ijmaa inaingia. Kwa nini? Wamesema wafasir, wakati Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipompeleka Muadh ibn Jabal ila Yaman, qadhi alikuwa akipeleka, tutasema ni magavana, kwa maana ni mahakim katika mitaa tofauti, katika nchi tofauti. Muadh ibn Jabal akapelekwa Yaman, na kabla hajapelekwa Yaman alimtia mtihani Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kujua madhubuti wake. Akamuuliza,
Muadh, na kupeleka Yemen, ukiletewa jambo kulihukumu, utahukumia kwa nini? Vipi utahukumu? Idha uridha alayka al-amru bima taqdi ya Muadh, likiletwa tatizo utalihukumu vipi Muadh? Muadh akasema bikitabillah. Ingawa Qur'ani ilikuwa bado haijamaliza kuteremshwa, lakini hicho kilichoteremshwa na kikanifika nitakitumia hicho kwa kutatua tatizo hilo. Akamuuliza fa illam tajid, ama bado Qur'ani haijakamilika, bado mtume nipo, au haijakufikia? Fa illam tajid, hukupata katika Qur'ani ulionayo, fa bisunnati rasulillah, mtahukumu kwa sunna alizonazo za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bado mtume akamuuliza fa illam tajid. Hapa ndo panapo na ijtihad. Fa illam tajid fi kitabillah, fa illam tajid fi sunnati rasulillah, qala ajtahidu ra'yi wala alu. Ajtahidu ra'yi wala alu, nitajitahidi kwa rai yangu, wala sitokieka mbali kitabu, wala sitokieka mbali sunna, hakaa katikati. Kwa hivyo ijtihad katika sheria wameikubali na ijma. Nini kasema mtume sallallahu alaihi wasallam? Alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillah lima yarda Allahu bihi wa rasuluhu. Ameombewa dua Muadh na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi alladhi waffaqa rasulillah, huyu namtuma mimi ni mjumbe wa Allah, huyu ni mjumbe wangu, nampeleka Yemen. Namshukuru Mwenyezi Mungu aliyemwafikisha kwa jawabu alizonipa, mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Yepi? Lima yarda Allahu bihi wa rasuluhu, kwa yale anoyakubali akaridhia kwayo Mwenyezi Mungu na mtume wake. Namshukuru Allah, anenda Muadh. Kwa hivyo hapa ndo pakaja ijma. Na kuna mambo mengine yanajitokeza hayamo ndani ya Qur'ani, yamo, lakini inategemea ijtihadi, watu watakavyo ibua katika lile jambo. Qur'ani inasemaje? Qur'ani imeshamalizika sasa hivi, kwa maana hakuna Qur'ani tena itokoteremshwa toka ilipoteremshwa, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mwogopeni sana Mwenyezi Mungu. Ndo aya ya mwisho. Hakuna baada ya aya hii kuteremshwa aya. Ingawa nasema ile al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, tunasema hii ndo aya ya mwisho. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, ni kweli aya ya mwisho, lakini hapa kuteremka tena mambo ya ahkam wa halali wa haram. Wamesema hivyo wafasiri. Alobaki ilikuwa ni kwa sababu hii imeteremka katika wukufu bi Arafa, mwezi 9 katika wukufu bi Arafa, hijjatun nabii sallallahu alayhi wasallam hakuhiji zaidi ya hija hiyo. Ndio ilipoteremka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Leo nimekamilisha dini yenu, akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, nikazikamilisha neema zangu ndani ya dini yenu hiyo, hakuna kilichokuwa kijakamilika. Wa raditu lakum al-islam dina, na nimeridhia kwenu hii iendeo dini ya amani.
ndio ikaja inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam wa man yabtaghi ghayra al-Islam dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Kwa sababu dini ya Kiislamu ndio dini iliyokuwa sahihi. Hii imeteremka mwezi 9 mfunguo 3, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Ukisema hii ndio aya ya mwisho, kwa maana kwa upande mwingine nasema baada ya mwezi 9 mfunguo 3 hapo kuteremka kitu, ndio maana yake mteremka yaumu Arafa. Je, kuanzia mwezi 9 mfunguo 3 hiyo ni sahihi? Hapo kuteremka chochote? La, imeteremka mfunguo 4, pameteremka mfunguo 5, pameteremka mfunguo 6, pameteremka baadhi ya ayat, lakini hazina uhalali wala uharamu na yale mambo magumu kabisa katika aya zilizoteremka baada ya mfunguo 3. Ama al-yawma akmaltu lakum dinakum ndiyo imemaliza katika sheria. Ama aya ya mwisho ni aya 281 katika suratul Baqara. Hii wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Hii ndio ya mwisho. Wako waliosema yameteremka baada ya siku 9 ndo kafariki mtume. Riwaya zinatofautiana. Ndani ya ule mfungo 3, mfungo 6. Ndani ya ule mfungo 6. Ama mwezi 3, mwezi 4, mwezi 5, mwezi 6 ndo mtume akauma, ikawa tena maradhi yanaenda huku na huku mpaka wakakubaliana wakeze tena. Hiyo ni sira ya mtume, akae kwa Aisha katika wiki hii. Hakuumwa zaidi ya siku 10 mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa ndani ya mwezi 3, 4, 5 hapo ndo ilipoteremka al-yawm, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Ni wasia. Aya mwisho imetutaka iogopeni siku ambayo mtarejea kwa Mwenyezi Mungu ndani yake. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, kisha itarejeshewa, kwa maana italipwa kila nafsi iliyoyachuma, wa la yudhlamuna, hapana atakayedhulumiwa. Hiyo turejee katika aya ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, atii'u Allah wa atii'u rasula, mtiini Mwenyezi Mungu na mtiini mtume, wa ulil amri minkum, na wano madaraka kwenu, yaliyokuwa yanafaa ndani ya dini. Yaliokuwa khilafu na dini hapana taa. La ta'ata al-makhluq fi ma'siyati al-khaliq, kauli ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa in tanazatum fi shay'in, kama mtagombana mtazozana katika jambo, farudduhu ila Allahi war rasul, lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu na kwa mtume wake, kwa maana ahadith pamoja na kitabu cha Mwenyezi Mungu. Lakini hapo ijmaa pamoja na ijtihadi inaingia. Tukisoma katika mambo ya usuli al-fiqh, mambo ufiqhi, tutakuta haya wako walojitahidi. Ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta falahu ajru ijtihadihi. Ile ajran, ajru al-ijtihad wa ajru lis-sawab. Kwa hivyo, lakini lazima kitabu kiwepo pale na sunna ziwepo pale, so ulete tu ajtahidu ra'yi wala alu. Kitabu kipo, hadithi zipo, na kaa hapa, una tatizo. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, mkigombana, mkibishana, mkizozana katika jambo, hebu lirejesheni kwa Mwenyezi Mungu. Ndani ya Qur'ani limo, bila shaka limo, hatuna uwezo tu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ma farratna fil kitabi min shay, hatukuacha kitu chochote. Fahamu tu zinatupita, fahamu ndo zinatupita, lakini hakuna kitakachotokea kikawa hakimu ndani ya Qur'an.
na hivi sasa kila yanotokea yanaibuka ndani ya Qur'an. Kila yanotokea yanaibuka ndani ya Qur'an. Tatoka kidogo. Ilipokuja aya katika sura Al-A'raf, natumai wanada ashabun nari ashabal janna an afidhu, wanada ashabun nari ashabal janna. Ipi ilotangulia? Utaona katika sura Al-A'raf. An afidhu alaina min alma'i au mimma razaqakumullah qalu inna allaha harramahuma ala alkafirin. Na ya pili, wanada ashabul janna ashaban nar an qad wajadna ma wa'da rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'da rabbukum haqqan qalu na'am fa'adhana mu'adhdhinun bainahum al-la'natullahi 'ala adh-dhalimin. Hii aya wakati wa mtume ilikuwa makafiri wasema Muhammad ana akili. Eti anatuambia pepo iko juu na moto uko chini, alafu watasemezana, wataonana wapi? Lakini sasa ulimwengu umepanuka, uwe huko kama unakokwenda kwa umesikujui, basi unawasaliana nalo chini. Kwa nini siwezekane? Na wataonana hasa walio motoni, yule ulitaka kunipotosha, kumbe yule faraau fi sawa'il jahim. We ulitaka kunipotosha, we yuko wapi? Yule nilikuwa na rafiki wangu ananiambia wewe unamwamini Muhammad kadha kadha. Ziko aya zinasema hivyo. Mnamuona alipo? Yule mchungulieni kule. Watamuona katikati ya moto. Sasa sinawaona bado kusana mikono, tusijui kama hatuleta vyombo tukakusana mikono. Allahu a'lam. Kwa hivyo hakuna kilichokuwa kitatokea kikawa hakimu ndani ya Qur'an. Lakini wakati huo ilikuwa na yote mtume kaeka wazi ufahamu. Tuendelee. Fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah. Mkibishana na jambo lolote lirejesheni kwa Allah wa rasul na mtume, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, kama nyinyi mnamwamini Mwenyezi Mungu kweli kweli na mnaiamini siku ya mwisho. Dhalika, kufanya hivyo, khairun, ni bora zaidi, wa ahsanu ta'wila, na ndio tafsiri iliyokuwa nzuri kuirejesha kwa Allah na kuirejesha kwa mtume. Alam tarawuni Muhammad, hujui kwamba najua? Elewa Muhammad, ila alladhina, kwa wale ambao wanafiki, wale wanafiki na Mayahudi pamoja, yazumuna, eti wanadai wao, annahum amanu bima unzila ilayk, eti wanayaamini yalokuwa yameteremka kwako, wama unzila min qablik, eti na Mayahudi wanasema tumeamini kitabu chetu na chako Muhammad. Yuridun, lakini wanataka yatahakamu ila taghut, wahukumiane kwa sheria iliyokuwa sio ya Allah. Ndio mmemwamini mtume hivyo? Wanatakiwa wahukumiwe kwa si kitabu cha Allah. Na huko wanasema yazumuna, wanadai dai la uongo, ndo yazumuna. Alam tara ila alladhin, huwaoni wale ambao Mayahudi na wanafiki wanaodai annahum, kwamba wao amanu bima unzila ilaika, wanaamini aloteremka, wameshaamini aloteremshwa kwako, wama unzila min qablika, na aloteremshwa juu yako Muhammad kabla yako. Yuriduna an yatahakamu ila taghut, lakini wanataka kuhukumiwa na kuhukumiana kwa amri iliyokuwa si Allah. Waqad umiru an yakfuru bi, na wameamrishwa wakufuru hukumu iliyokuwa ya kijahili. Wa yuridu shaitanu, na shaitani anataka, ibilisi huyo, an yudhillahum dhalalan ba'ida, anataka kuwapotosha upotovu ulio mbali na haki, na wakaingia katika upotovu huo.
Wa idha qila lahum, wakati wanapoambiwa wao, ta'alau, njoni, ila ma anzala Allah, muhukumiwe kwa kitabu cha Allah, wa ila rasul, na muhukumiwe kwa alopelekewa mtume, raaita almunafiqin, utawaona wale wanafiki, yasudduna, wanajizuia, wanajikinga. Yasudduna anka sududa, wanajizuia kwako wewe mjizuio, hawataki kuja. Nani? Wanafiki na wale Mayahudi. Wa idha qila lahum, wakati wanapoambiwa wao, ta'ala, njoni, ila ma anzala Allah, katika yale aliyoteremsha Mwenyezi Mungu, tuhukumiwe huku, ili akuhukumieni mtume. Wa ila rasul, na yaliyoteremshwa kwa mtume. Raaita almunafiqin, utaona wale wanafiki, yasudduna anka sududa, wanajizuia kwako mjizuio, hawataki kuja. Fakaifa idha asabatuhum musibatun, basi vipi wakati inapowafika wao msiba, tatizo, jambo, bima qaddamat aidihim, kwa yale yalotangulizwa na mikono yao, kwa vitendo vyao. Thumma jauka, eti kesha wanakujia uwahukumie kwa wanavyotaka wao. Jauka bima qaddamat aydihim, thumma jauka yahlifuna billahi, kesha wanakujia wanamwapia Mwenyezi Mungu, in aradna, hatukutaka sisi, illa ihsanan wa tawfiqa, wakimkosea mtume hatukutaka ila tumetaka mema na kuwafikishwa, na hali washamudhi mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulaika, hao, alladhina, ni wale ambao, ya'lamu Allah, anawajua, ma fi qulubi, yaliyomo katika nyoyo zao. Muhammad, wakukujia watu kama hao, fa'aridh anhum, wapuzilie mbali, kamata msimamo. Wa'idhhum, na wape maonyo, kwa vile tulivyokuelekeza Muhammad. Wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, na waambie katika nafsi yao neno lilokuwa la kulenye kuleta ta'thira, qawlan baligha, neno lilonyoka, waambie. Wama arsalnaka, wala tukupeleka Muhammad, wama arsalna min rasulin, hatukupeleka mtume yoyote tulompeleka katika zama zilizopita, la liuta, illa ni kufatwa. Mtume alioletewa watu wake wamfate. Hatukupeleka mtume yoyote tulompeleka katika mitume illa liuta, illa afatwe, atiiwe, biidhnillah, kwa idhni ya Mwenyezi Mungu. Walau annahum, lau wao hao Makuraish au wanafiki, hasa wanafiki ndio waliokwenda kinyume na mtume. Makuraish walijulikana kwamba hao nini, lakini wanafiki wako kuna huko. Na Mayahudi wakati mwingine huenda wakajiegemeza kiduchu. Muhammad, si tuko pamoja nawe, endelea kufanya dawa yako, lakini usituguse sisi kama Bani Nadhir. Natoka kidogo. Wakati mwingine huwa wanakwenda kujiegemeza. Makafiri ndio makafiri. Quraishi wao msimamo wao tumpinge Muhammad. Lakini wanafiki, wana unafiki wa ndani, ukafiri wa ndani. Na Mayahudi wana ukafiri wa ndani. Kisa kidogo. Sasa hao wakikujia hawa, eti tuko pamoja nawe Muhammad, lakini usituguse, wala sisi hatuna dhara na dini yako, lakini hawataki kuamini. Wengine wanasali na mtume, wa idha ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqawlihim ka'annahum hushubun musannada yahsabuna kulla sayhatin alayhim humul adu fahdharuhum qatalahum Allah an. Kwa hivyo alikuwako hawakujificha ficha. Nikwambia nikuingizeni kwa Mayahudi kidogo. Ndio Mayahudi kidogo. Mayahudi Bani Nadhir,
eti walikwenda kujiegemeza kwa Mtume Muhammad. Muhammad, umekuja sio umetukuta hapa, tuna dini zetu, tuna mila zetu, na wewe sisi hatukudhuru, endelea. Mayahudi Bani Nadhir, kabila Bani Nadhir, kuna Yahudi Bani Qainuqa, Bani Quraidha wa Bani Nadhir na mengine madogo madogo. Hao Bani Nadhir walisema, nyinyi mnataka kumuua Mtume, si tutampata. Mtampata nini? Kwa sababu imo ndani ya Taurati, tutakwenda kuandika mkataba naye, atataka malipo. Kuna kitu kinaitwa jizya, kodi. Akitaka kodi taambia njoo tukupe. Na kweli walikwenda kwa haraka haraka. Muhammad, endeleza na dini yako, si tatizo na wewe, lakini na sisi hatukugusi wala wewe usituguse. Sawa, lakini muandike jizya, kodi ingie, ndio mtakuwa na salama na Waislamu. Mtume alikuwa akikubali mkataba baina waliokuwa si Waislamu, alikuwa akikubali na wadumu katika mkataba. Mtume hawagusi. Aya ziko zinasema hivyo. Lakini njoo uchukue jizya, hatukuja na mapesa hapa. Sema hilo tatizo gumu dogo tu. Mtume akenda hakuchukua jeshi, kwenda sema akaja peke yake huyo hapo, tukimkosa hapa tumpati tena. Panda juu mtwike jiwe, alikuwa kwenye ngome, Mtume uko nje. Akaja Jibril pale pale, ondoka Muhammad. Kaondoka, wanatoka nje, katujua shaka tele. Ikaja suratul Hashr, inaitwa suratu Bani Nadhir. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard wa huwa al-azizul hakim, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min al-kitabi min diyarihim li awwal al-hashr ma dhanantum an yakhruju wa dhannu annahum ma'anitum mahsunun min Allah fatahum Allah min haythu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'ba يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله خالفوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله hapo tena ikaja mali zote zikachukuliwa na Uislamu kwa sababu wamezuia, ikaitwa fai'un, mali aliyorejesha Mwenyezi Mungu kwa Waislamu. Kwa hivyo hapo, wama arsalna min rasulin illa liyuta, hatukumpeleka mtume yoyote tulompeleka ila kutiiwa biidhnillahi, kwa idhni ya Allah. Walau annahum idhalamu anfusahum, lau wakati wanapojidhulumu nafsi zao, jauka, wangekujia Muhammad wakakiri makosa yao, fastaghfarta lahumullah, fastaghfarullah, wakamtaka msamaha Mwenyezi Mungu, wastaghfarta lahumur rasul, wastaghfara lahumur rasul, na akawatakia msamaha mtume, lawajadullaha tawwabar rahima, lau wangekosea wakenda kwa utii wao wenyewe wakataka msamaha na mtume akawatakia msamaha, basi kwa nini Mwenyezi Mungu asamehe? Angewasamehe. Fala, basi sivyo hivyo. Wa rabbika, kwa Mola wako, kwa jina la Mola wako, la yu'minun, hawatakuwa Waislamu wa kweli, hata yuhakimuka, mpaka wakuweke wewe ndo hakimu wao, mpaka wewe ndo uwe hakimu wao. Hapo ndo imani itakuwa imeingia. Fima shajara bainahum, kwa yale waliozozana baina yao, yale walioختلفiana baina yao, mtatuaji ni wewe Muhammad. Kama hawakuleta ukawatatulia, bado imani haijakamilika kwao. Fala, basi sivyo hivyo. Wa rabbika, kwa jina la Mola wako, la yu'minun, wallahi kwa jina la Allah, la yu'minun, hawatakuwa Waislamu wa kweli, hata yuhakimuka fima shajara bainahum, mpaka wakuweke wewe ndo hakimu yao kwa yale wanozozana kwayo. Thumma la yajidun, kesha wasipate, fi anfusihim, katika nafsi zao, harajan, shida yoyote, au harajan, kizuizi chochote,
hapa Muhammad hakufanya haki. Wasipate harajan, hata ile shaka nyepesi wasiipate, mimma qadait, kwa yale uliyohukumia, wayusallimu taslima, kwa hukumu ya mtume wajisalimishe moja kwa moja. Hapo ndo watakuwa wamekamilika imani yao. Walau anna katabna alaihim, hao Mayahudi, na lau tungewaandikia hao Mayahudi juu yao, tungewaandikia alaihim juu yao, aniqtulu anfusakum, ziueni nafsi zenu kwa wale waliojidhulumu, waliodhulumu wauawe kwa wale waliokuwa hawakujidhulumu, au ikhriju min diyarikum, au tokeni katika majumba yenu. Ma faalu, hawa ni wanafiki, wasingefanya. Sio Mayahudi, hawa ni wanafiki. Walau anna katabna alaihim, hao wanafiki, lau tungeweza kuwahukumia juu yao tukawaandikia watoke ili kusimamisha dini, wafatane na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walau anna katabna alaihim, lau tungewaandikia wao, aniqtulu anfusakum, ziueni nafsi zenu, kwamba yule mwema amuue alokuwa muovu. Ingawa imekuja Bani Israil, imekuja hivyo, wameandikiwa na Israil kwamba atofanya makosa wampige, au ikhruju min diyarikum, au tokeni katika nyumba zenu. Ma faaluhu, wasingefanya hivyo, illa qalilu minhum, isipokuwa wachache miongoni mwao. Walau annahum faalu ma yu'adhun, lau wangefanya yale walioaidhiwa, walioonywa bihi kwayo, lakana khairan lahum, ingekuwa ni khairi kwao, wa ashadda tathbita, na ingekuwa uthibiti wa imani uko kweli kwao, kama ilivyotokea kwa Najashi. Huyo alikuwa ni Mkristo, lakini ilipokuja hukumu ya Allah kwa Mtume Muhammad aliamini. Wa Abdullah bin Salami, na Abdullah bin Salami alikuwa anafuata kitabu cha Taurat, lakini alipoyasikia aliyokuja kwa Mtume alikubali. Hawa illa qalil, isipokuwa wachache, minhum, katika wao, hao ndio wangeweza kufata. Walau annahum fa'alu ma yu'adhun, lau wao wangefanya yale walioaidhiwa, walioonywa bihi kwayo, lakana khairan lahum, ingekuwa ni khairi kwao, ashadda tathbita, na ingekuwa uthibitifu wa hali ya juu. Wa idhan, na wangefata hivyo wakati, atainahum min ladunna ajran adhima, tungewaletea tukawapa kutokana na sisi yeye Allah. La atainahum, tungewaletea wao, kwa maana tungewapa wao, min ladunna, kutokana na sisi, ajran adhima, tungewalipa malipo yaliokuwa makubwa. Wala hadainahum, na tungewaongoa au tungewaongoza, siratan mustaqima, katika njia iliyonyoka. Waman yuti Allah war rasul, na yule atakayemtii Mwenyezi Mungu na mtume, fa ulaika, hao, ma alladhina an'ama Allahu alaihim, watakuwa pamoja na wale alowaneemesha Mwenyezi Mungu juu yao, minan nabiyina, katika mitume, wasiddiqina, na wakweli, washuhada, na mashahid, wasalihina, na watu wema, wa hasuna ulaika rafiqa, na ubora kuwapata wenzio hao waliotajwa hapa. Na hii aya imeteremshwa kwa sababu, sababu gani? Kulikuwa na sahaba mmoja kuna Zaid ibn al-Harith, ni Thauban, sio Zaid. Kulikuwa na Thauban, na tukumbuka jina kama hivyo. Yeye alikuwa ameshirikiana na mtume
mara nyingi ameshirikiana na Mtume mara nyingi, yumo nyumbani sawa sawa na Zaid bin Harith, ni mtoto wa nyumbani, na Thauban alikuwa ni mtu wa nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wakati wote akimtaka Mtume anakwenda anamuona. Siku hiyo ikamwambia nafsi yake iende kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia Rasulullah, mimi nakupenda, tena nakupenda. Na Mtume kasema, kama unampenda mtu kilillah, mjuilishe, si vibaya. Uhibbuka fillah, nakupenda kwa ajili ya Allah, mnapendana kwa ajili ya Allah, na mnafarikiana pia kwa ajili ya Allah. Hawa ndo waliowapa vivuli Mwenyezi Mungu katika hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliyosema, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yawma la dhilla illa dhillu imamun adil wa shabun nasha fi ibadati llahi wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi au waftaraqa alayhi. Kwa hivyo Thauban alikwenda kumhakikishia Mtume kwamba mimi nakupenda ya Rasulullah, kweli kweli. Hapa ulimwenguni nikiwa na shauku ya kukuona, nakuja tunazungumza, roho yangu inaburudika kabisa wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nakuja naburudika kwa mazungumzo nawe, lakini na wasiwasi ya Rasulullah, kesho akhira naona kama wewe mwenzangu utakuwa juu, mimi nitakuwa chini, hata sikuoni. Takuona wapi kesho akhira? Naona mahaba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa nikitaka na kuona, lakini kesho wewe utakuwa katika pepo za juu. Kama mentaingia sijui umo mlangoni, tabaki huku sikuoni tena. Shtaka hili la Thauban akalisikia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, katuulizia swala zuri, kajibiwa Thauban na tumejibiwa na sisi. Hili kenda kuuliza yule mpenzi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini katujibia na sisi Allah, ndio ikateremka hii, waman yuti'i llaha war rasula, atakayemtii Mwenyezi Mungu na akamfuata Mtume kikweli kweli, hana unafiki katika moyo wake, hao wote faulaika, watu hao, ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim, atakuwa pamoja nao wale tuliowaneemesha juu yao, minan nabiyyin, tutakuwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi kwa aya hii. Kwa hivyo Thauban katuokoa kidogo. Kwa yoyote atakayemtii Mwenyezi Mungu na akamfuata Mtume, kwa hao wote, kwa kabila lolote, faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, ndio kaambiwa tutamuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tutamuona, ila tu kwa sharti hizi zilizopo hapo. Faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin, atakuwa pamoja na wale tuliowaneemesha miongoni mwao katika mitume, wasiddiqin, na wale waliokuwa wa kweli, washuhada, na wale waliokufa katika shahidi kina Hamza. Tutawaona. Allah atujalie tukutane nao huko. Wasalihin, na watu wema. Wa hasuna ulaika rafiqa, na ubora ulioje kuwapata wenzio katika hao kesho akhira. Kwa hivyo tujitahidi tuzikamilishe sharti hizi, tuwe pamoja na mitume na siddiqina inshallah. Bado waman yuti'i llaha war rasula, na yule Thaubani katufungulia milango hiyo tena, kaambiwa yeye, lakini tumeambiwa na sisi. Waman yuti'i llaha war rasul,
huna unafiki kwa mtume, huna unafiki kwa Mwenyezi Mungu, hata kwa jirani yako pia huna unafiki. Yani kaa nawe na vijana wenzio huna unafiki, na wewe kijana usiwe matata, ndio utakwenda kumuona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waman yuti Allah wa rasula, na atakayemtii Mwenyezi Mungu na akamtii mtume wake, fa ulaika hao maa alladhina, watakuwa pamoja nao wale nani, an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada was-salihin, kutokana na mitume, kutokana na watenda mema, siddiqina wa kweli, washuhada na wale mashahid, wasalihina na watu wema, na kuwapata hawa, wa hasuna ulaika rafiqa, na vizuri mno kuwapata watu hao kuwa rafiki. Dhalika, hayo kupata hayo, dhalika alfadlu min Allah, hiyo ni fadla inayotokana na Mwenyezi Mungu. Wakafa billahi alima, anatosha Mwenyezi Mungu kwa anajua namna vya kuwalipa watu. Leo tumeanzia 58, tumefika 70. Alhamdulillah, tumepata, tumekwenda tata. Wiki ijayo tutakwenda na mwendo kidogo kasi, ili tupate 50 mpaka 70, 58, kwa maana aya kidogo tumepata leo 58, 59, 90, na hapa 50, 60, tuko 71, aya 13 tu hivi takriban. Wiki hiyo inshallah tutapata zaidi aya 13. Kwa muda uliobaki pana dakika 15, kwa sababu kasorobo saa 12 kama nilivyosema mwanzo, corrugation ya njia kidogo nzito, anakwenda bububu. Kama yuko kuanzia aya 58 ya surat Nisa tulioipitia sasa hivi ndani ya mada, ukitoka ndani ya mada itabidi tuweke muhadhara mwingine. Kwa hilo utakaloliuliza utakwambia hili tulieke, utakuja kulijibu, utapo nafasi kama ninalijua. Lakini kwa hivyo nenda katika mada. Tumeanza toka 58 tumekuja mpaka 71, habari ya funguo zile alizokuwa akapewa mtume, akaambiwa azirejeshe, mpaka tukakuja kwamba tutakuwa na Mtume Muhammad kesho peponi inshallah. Basi tukomea hapa inshallah, dakika 15 tusitumie kwa maswala yasizidi matatu inshallah, ili tupate kuyasherehe kama nayajua. Lakini lokuwa silijui utaenda kulitafuta. Ukiwa hujui katafute tu, elimu ipo, ukitafuta utalipata inshallah. Kwa hivyo namwachia kuongoza hii mjadala wa maswala inshallah. Tajibu moja moja. Wa alaikum assalam. Je, watatembeleana watu? Hii kauli ya mwisho ndo analotaka. Wewe kushakuwa pepo hiyo ya juu ambayo ina milango 8 pepo na daraja chungu nzima. Je, tutatembeleana? Tutaonana huko? Kwa nini tusionane? Tutaonana, alafu kila mtu atarudi kwenye pepo yake. Ingawa kuna kauli mesijaipata, pepo ya mwenzio huingii kule ukaona raha zake. Mesijakuta hiyo, lakini nimekuta tutatembeleana. Ukesha si utakwenda, kwani utapata pepo ile kwa kuchukiza?
amesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika suratul Kahfi na suratul Zumar, ametuambia hivi. Kwanza tuje katika suratul Zumar, alafu tuje suratul Kahfi. Nikikueleza aya mbili hizi ushapata jibu. Suratul Zumar anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, aya za mwisho kuna neno hilo ndio litakalotupa uwezo. Nitakwambia neno gani. Wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila aljannati zumara baada ardhi almahshar. Tushaisabiwa, tumefaulu, inabidi tutapelekwa kwa heshima. Ama wale makafir, wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara hatta idha ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam yatikum rusulun minkum yatluna alaykum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adhabi 'ala al-kafirin qila dukhulu abwaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwa al-mutakabbirin. Kwanza hapa, wasiqa alladhina ittaqaw rabbahum ila al-jannati zumara, watapelekwa. Wengine usema watashungwa, sio kushungwa kama ng'ombe hapa. Watapelekwa kwa heshima. Sika, saka ya soko, sika. Wataongozwa, watapelekwa kwa heshima kutoka ardhi al-mahshar kuingia katika hizo pepo zetu. Ladhina taqaw rabbahum ila jannati zumara, wale waliomuogopa Mola wao watapelekwa katika pepo kwa makundi. Hata idha jauha, mpaka watapofika katika hizo pepo. Wafutihat abwabu, kule futihat, hapa wafutihat. Alfarqu bainahuma futihat thumma ghuliqat, wafutihat maftuhan la tughlaq, wafutihat abwabuha, na zitafunguliwa milango ya hiyo pepo. Waqala lahum khazanatuha salamun alaykum, watasema ushika ufunguo, amani iwe kwenu. Tibtum, mmefaulu, mmefanya vizuri huko mnakotoka. Fadkhuluha khalidin, ingieni kwa heshima. Tena kila mmoja ana pepo yake aliyoandaliwa. Fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu, tunamshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametusadikishia ahadi yake. Na ulimwenguni alituambia atatuingiza peponi, tushaingia. Wa aurathana al-ardha, na ameturithisha hii ardhi. Natabawwa'u min al-jannati haythu nasha. Naona hapo piga mstari mzito. Natabawwa'u min al-jannati haythu nasha, twatembea, twenda katika pepo tutakapo. Ndio utapata na mwezio. Natabawwa'u min al-jannati haythu nasha, tunatembea tutakapo popote. Namuuliza mwenzio uko wapi? Niko huku, nakuja kukutembelea. Ruhusa ipo ndani ya sura Az-Zumar, aya kabla ya mwisho. Fanama ajrul amilin, ubora ulioje wa malipo kwa wale waliotenda mema. Fanama ajrul amilin wa tara almalaikata hafina min hawli al'arsh yusabbihuna bihamdi rabbihim wa qudhiya bainahum bilhaqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Mwisho wa sura. Kwa hivyo natabawwa'u min aljannati haythu nasha hapa. Kwa hivyo nakwambia utatembea utakapo. Unamshukuru Mwenyezi Mungu, alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu. Namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametusadikishia ahadi yake ya kututia peponi. Tuko peponi sasa, tena umunda ni ya pepo. Natabawwa'u min aljannati haythu nasha, tunaenda tutakapo, tunatembea tutakapo. Na hili neno limetumika hata katika surati Yusuf. Hata katika surati Yusuf aliitwa na mfalme achaguliwe, akaitwa akachaguliwa,
akawa mfalme kamchagua waziri wa kilimo, waziri wa fedha, waziri wa mapato, twende popote utapotaka. Wakala almaliku utuni bi astakhlisuhu li nafsi falamma kallamahu qala innaka alyawma ladaina makinun amin qala ja'alni ala khazaini al-ardi inni hafidhun alim wakadhalika makkanna li yusufa fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha. Akapewa nyenzo, anatembea katika makonde atakapo, yatabawwa'u. Sikapewa kwa sababu huko nyuma kulikuwa na ndoto aloota mfalme, ikawashangaza wale waliokuwa watu wake. Wakala almaliku inni ara sab'a baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudhu wa ukhra yabisati ya ayyuha almala aftuni fi ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun qalu adghafu ahlam wa ma nahnu bita'wil al-ahlam bi'alimin wa qala alladhi naja minhuma wa dhakara ba'da ummah ana unabbi'ukum bita'wili fa'arsilun yusuf ayyuha as-siddiq aftina fi sab'i baqaratin simanin yakuluhunna sab'un ijaf wa sab'in sumbulatin khudru wa ukhra yabisat la'alli arji'u ila an-nas la'allahum ya'lamun qala tazra'una sab'a sinina da'aba, mtalima miaka 7 mfululizo neema. Fama hasadtum fadharuhu fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun, mtakachokipata kiekeni katika mashuke msikiharibu illa kichakula chenu. Thumma yati min ba'di dhalika sab'un shidadun yakulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tusinun, itakuja miaka 7 ya shida, itafidia ile miaka 7 mloweka, illa chengine mtahifadhi kidogo. Thumma yati min ba'di dhalika amun fi yughathu an-nas wa fi yasirun, itakuja miaka baada ya 14 neema itakuja. Ndio mfalme akasema wakala almaliku utuni, nileteni. Kwanza mara ya kwanza akakataa, akaika mikakati naye, kwa sababu kaingizwa kule kwa sababu ya wanawake kuchinja mikono yao. Qala almaliku utuni bi falamma ja'ahu rasulu qala arji ila rabbik fas'al ma balu niswati allati qatana aydiyahun inna rabbi bikaydihinna alim. Wakaitwa wanawake kuulizwa na mfalme, qala ma khatbukunna idh rawattunna yusufa an nafsi qulna hasha lillahi ma alimna alayhi min su. qalat imra'atu al-aziz al-ana hasa al-haqq ana rawattu an nafsi wa innahu lam. Hapo asema waqala al-malik utuni bi, hebu nileteni, astakhlisuhu li nafsi, nimtakase nimchague mimi mwenye ananifaa. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makin, alipozungumza naye tunakujua wewe kwetu sisi madhubuti na tuna heshima nawe. Ndo akasema qala ja'alni ala khazaini al-ard, hiyo miaka 7 hiyo nipe mimi, hiyo 7 mizito ya neema nipe mimi, najua vya kufanya, na 7 nitagawa mimi. Uchumi upo hapo, wachukua uchumi na wasome surati Yusuf hapo. Sasa wakadhalika makanna li yusufa fil ard yatabawwa'u minha haythu yasha, tukamweka Yusuf na ufalme wake ule na ile dhamana aliona, anatembea atakapo katika Misri, kapata kibali popote kukusanya mazao yake. Kwa hivyo na hapa na watu wa peponi watasema hivyo hivyo, alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa min al-jannati haythu nashaa fa ni'ma ajrun. Kwa hivyo tutatembea tutakapo. Na huko katika surati al-Kahfi ni aya moja tu, alladhina amanu wa amilu salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Wakolosema la yabghuna anha hiwala, hawatotaka kubadilishiwa pepo nyingine, hawatotaka kutoka humo. Alladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Wal firdaus, na mtume akasema idha sa'altumullaha aljanna fas'aluhu jannatul firdaus hiya wasatul aljanna wa a'la aljanna au kama qala alayhi salatu wasallam. Kwa hivyo hii pepo hii la yabghuna anha hiwala, wakishaingizwa hawatotaka kubadilishiwa wala kutoka. Na huko wanasema watatembea wataka. Nafikiri kushajibika jibu katika surati al-Kahf na jibu katika surati Zumar. Allahu a'lam.
Itakuwa hayo mawili kwa sababu bado kidogo tu. Mmejibu sana. Sasa ukiwa atapinga amri ya kiongozi, je, kuna hatua yoyote kiongozi anaweza kuchukua? Na ikiwa kiongozi kuchukua hatua labda kuhofia na mambo fulani, je, kuna sababu kwa kiongozi? Ni swala refu wala si refu, jepesi tu. Umepewa amri hapa, atiu Allah wa atiu rasula. Ilipokuja wa ulil amri minkum, nimesema na ndivyo hivyo katika tafsiri. Haikuja wa atiu ulil amri minkum. Kwa nini nimesema mara 3? Imerejea kwa sababu kiongozi anaweza akakuamrisha jambo ambalo halimo katika sheria, hata kanuni. Hizo sheria za kanuni lazima zinarekebishika. Kama sheria hii itawabana watu na sisi ni Waislamu mathalan, basi itapelekwa katika vyombo vinavyohusika ichungulizwe, na wataitwa kama imehusika kidini, wanazuoni wapo. Hebu tupeni maelekezo ya hii, watatoa wanazuoni. Na iko sisemi kwamba kila kitu tupeleke ofisi ya mufti, kaitupia yeye, lakini ndio inakohusika. Kama jambo ambalo lina wasiwasi ndani ya dini yetu, kwa amri hii kidogo ina wasiwasi, tutakwenda kinyume na tutapata dhambi. Kuna amri nyingine za kikazi na sheria na kanuni za ukakamavu, wala hazendi kinyume na Uislamu, hakuna tatizo. Lakini sheria katika Uislamu hili na umeamrishwa wewe, na wewe una imani na unajua hili nikilifanya mimi nitakuwa mkosa kwa Allah, goma. Kama atakuchukulia hatua, vyombo vya sheria vipo, fungua kesi. Nimetolewa kazini bila ya kosa lolote, ninavyoona mimi, nimesiliziwa, pataiko ushahidi, pataitwa na nini, mpaka mwisho litakwenda kwa huyo alomweka, huyo alokutuma, na yeye atawaita wahusika wamshauri jambo lile. Mwisho utarejeshwa kazini kama uko right way. Kwa nini? Hiyo surati Yusuf, hamna kitu kilichokuwa mazingira ikawakuti surati Yusuf take. Mimi naipenda kwa kweli, kwa sababu inaongoza kwa kweli. Surati Yusuf, wadakhala maahu sijina fatayan. Yusuf kwa tatizo lile akaona bora aingizwe jela, basi akasema rabbi sijinu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaydahunna innahu huwas samiul alim. Thumma badalahum min ba'di ma ra'aw al-ayat la yasjununnahu hatta in. Hana kosa maskini, bora tumzuie kwa muda. Wadakhala maahu sijina fatayan, wakaingia na Yusuf. Bila shaka labda Yusuf katangulia, lakini siku zile wakaingia na vijana wawili. Nikwambia kwa sababu gani? Nitakudokoleeni na wewe kaitizame, mtaikuta hivyo hivyo. Mmoja alikuwa akifanya kazi, wote walikuwa akifanya kazi nyumba kubwa kwa mfano. Naweza kusema huyu anopika chakula karuniwa, naweza kusema hivyo kwa mujibu wa siasa ilivyo. Tia sumu chakula cha mfalme. Haya yapo.
na huyu mmoja ananywesha, akwenda kununua juisi, wakati huo ulevi umetajwa. Huyu mmoja mnyweshaji na huyu wa pili mlashishaji, yuko kule kwenye jiko anatengeneza chakula cha Bwana, na huyu anakwenda dukani analeta vinywaji. Ikapenya chakula leo kubwa usile kina nini? Haya mambo yapo. Kwa hivyo chakula, mimi najua kwa Qur'ani, lakini na ndio inavyofanyika bila shaka. Lazima atakula chakula kilichokuwa kina uhakika. Mwite karamu yako hadi ataletewa chakula kilichokuwa kina uhakika kwa hapa. Sasa huyu katia sumu, huyo mpikaji naweza kusema karubuniwa. La shaka si fikra za peke yake, au kama fikra za peke yake Allahu a'lam. Na huyu hata hana habari ile. Hana habari ile. Ikapenya leo chakula usile, basi na kinywaji usile. Vyote viwili. Suspension. Suspected. Waka suspected. Wakakamata. Kuingia wameingia na Yusuf. Wadakhala ma'u sijina fatayan, lakini haikupita muda wakaota. Ilipotolewa hukumu kule, baada ya kuchunguzwa chakula kile kikaone, sijui kama kapewa paka, kapewa mbwa, kapewa, sina hakika wamechunguza kwa nini, kwa vifaa vya wakati huo vilikuwa hapo, kikaonekana kweli chakula kimetiwa sumu, kinywaji hakina athari yoyote, hata hajui maskini. Lakini wote suspension wamezuiliwa. Ndio wadakhala ma'u sijina fatayan, ilipopita hukumu kule wakaota. Qala ahaduhuma inni arani asiru khamra, asubuhi wanamwambia mimi nimeona namnyosha bwana wangu ulevi hapa una kinywaji. Waqala al-akhar, akasema wa pili, inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayr min, nimechukua mkate wanakuja ndege wanaula, nabina bitawilihi inna naraka min al-muhsinin. Hebu tuambie mwenzetu, tutakuona humu, mtatoka kukaa nawe mtu mzuri tu. Akawaambia qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bitawilihi qabla an ya'tiyakuma, mimi uwezo nilionao alionipa Allah, naweza kukwambieni kwa kesho mtakula maharagwe kwa sembe kabla hakijaja. Yusuf anawaambia naweza kukwambieni nini mtakula kesho kabla tutakula. Naweza kufanya hivyo. Ilmu hii kanipa Allah. La ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa naba'tukuma bitawili qabla an ya'tiyakuma, leo takula ujumu. Naweza kuambia dhalika mimma alamani rabbi inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati kafirun wattaba'tu millata abai ibrahima wa ishaqa wa yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay dhalika min fadlillahi alayna wa 'ala an-nasi walakinna akthara an-nasi la yashkurun ya sahiba ash-shirk arbabun mutafarriquna khayrun am illahu al-wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzala Allahu biha min sultan inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyahu dhalika ad-dinul qayyim walakinna akthara an-nasi la ya'lam ya sahiba ash-shirk. Tizama ndoto, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra, amma mmoja wenu ila aloota na tekeleza kumnywesha bwana wake kinywaji atarejeshwa kazini. Imebainika hivi, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra wa amma al-akharu fayuslabu fatakulu at-tayru min ra'sihi qudiya al-amru alladhi fihi tasfiyan wa qala lilladhi dhanna annahu najim minhuma adhkuruni 'inda rabbih fa ansahu ash-shaytanu dhikra rabbih falabitha fi as-sijni bid'a. Pana manyotelea. Kwa hivyo kama akakupa amri ambayo sio, akakufukuzisha kazini, nenda vyombo vya hukumu nachunguzwa. Wangapi wanarudishwa kazini baada ya kuwa hana kosa? Ndio surati Yusuf hapo.
Kwa hivyo bado ipo pale pale, umepewa amri ambayo haiendi na taratibu zilivyo za kidini, ziko wazi, kataa. Pakichukuliwa hatua, fungua kesi. Qur'ani hivyo hiyo, sio mie. Qur'ani inasema hivi, ukifungwa kesi haki yako utapewa. Huyu kakamatwa kwa suspected, hata habari hana, lakini mwenziwe ndio alofanya kosa. Alokuwa na kosa ataingia katika kosa, alokuwa hana, huyu hana kosa, na mshahara wake mpeni. Sababu hatukumuona na kosa. Kwa hivyo shekhe, ukipewa amri ambayo wewe ni Muislamu na unajua hili, hata nikienda mahakamani nitashinda, goma. Sikwambieni mgome kazini, Wewe mwenyewe una njia za kujikwamua au za kumfahamisha wewe ndio kuamrisha. Bosi, mbona hivi? Mesha kwambia hivyo hivyo, panda juu. Wakati una hakika na una evidence, hawezi akakudhulumu. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi.